Wanaume wengi huwa wanafikiri kwamba mwanamke kuondoka huwa ni kitu cha ghafla. Niko hapa kukwambia kwamba we mwanaume, we mkaka, mwanamke huwa hakurupuki kuondoka kwenye ndoa yake, kwenye uhusiano lake. Wanawake ni watu wagumu sana wa kusitisha mahusiano yao. Ni watu ambao wako pale, they are forcing love. Yaani mwanamke huwa anapambana kuhakikisha kwamba penzi lake linasimama. Yaani huwa anang'ang'ana. Ndio maana wanawake wengi tunaishia kuumia. Yaani mwanamke huwa yuko pale kupambana. Ndio kile kipindi ambacho mwanaume unaanza kuona kama mwanamke wako she's talking too much, ana overthink. Kile kipindi mwanamke anakupenda, anatamani uwe yule aina ya mwanaume ambaye ni ndoto yake. Anapambana na wewe, anaongea, ana argue. Sio kwamba amechanganyikiwa, sio kwamba akupendi, anakupenda sana. And anajali. Na ndio maana unakuta mwanamke wewe unamuona kama ana kelele. Anatamani akupate yule wewe ambaye ni best version of you, na ambaye utakuwa ni yule mwanaume wa ndoto zake. Mwanamke anapambana, unamtukana, unamdhihaki, mwisho wa siku mwanamke anakuwa tired. Mwanamke akichoka waga anakaa kimya. Kama naongea uongo, wadada niambieni. Mwanamke huwa akichoka anakuaga silent, anafumba mdomo. Anapofumba mdomo mwanaume wewe unafikiri kwamba she's okay, the lady is not okay, your wife is not okay. Amechoka, she's now tired. Na akisha kaa kimya, wewe na wewe una relax, unaona kwamba she's okay, she's not. Mwanamke sasa anaanza kujipanga namna gani ya kuweka mambo yake sawa na kuache in peace. Sasa wanaume wengi hawajui. Wewe unafikiri kile kipindi she's okay. Ikifika kile kipindi cha yeye sasa yuko sawa, anaondoka, wewe unaanza kuona kama mbona tulikuwa sawa? Hamkuwa sawa. She was tired.